Daktari, hapo hizi mboga ambazo zinalimwa kwenye maeneo mengi ambayo tunapita Dar es Salaam. Unaweza ukapita Jangwani ukakuta pale Mtoni watu wamelima. Ukapata maeneo ambayo kimsingi sio maeneo ambayo ni mahususi kwa ajili ya kilimo. Lakini tunaona maji yamepita pale na ni machafu sana. Hizi ndio mboga ambazo zinaliwa na watu wengi kwenye jamii zetu. Hii ndio maana halisi ya hiki unachokielezea. Kama inaweza ni mfano yes, kwa sababu haya maji kama yanapitisha maji yenye kemikali, kwa hiyo zile mboga tunazokula kutokea kwenye hivi vyanzo, na maana sio salama kwa afya zetu. Kidogo kidogo utaendelea kula, kidogo kidogo na zenyewe zitaendelea kutengeneza athari tofauti tofauti kwenye miili yetu. Kabla tujaenda kwenye matibabu, kuna namna ambayo unaweza kutuelezea mahusiano kati ya hizi sumu ambazo tunazipata kila siku na mfumuko wa maradhi makubwa ambayo tunayasikia hivi sasa, ambayo serikali inatumia bajeti kubwa sana, nguvu kubwa sana kupambana nayo: saratani, magonjwa ya moyo, magonjwa ya ugumba, tulikuwa tunaongelea ugumba hapa, magonjwa ya kisukari labda, yani yale magonjwa mengi ambayo sio ya kuambukizwa, ambayo serikali inatumia bajeti kubwa sana mpaka hivi sasa. Unajua 35% ya vifo nchini Tanzania vinasababishwa na magonjwa yasiyo ya kuambukizwa. Kuna connection yoyote kati ya hizi sumu ambazo sisi watu katika jamii, hasa kwenye taifa letu, kwa maelezo uliyoelezea, yanaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana cha magonjwa haya, na kama ndio ni kwa vipi? Ni kweli. Unapozungumzia, nilikueleza hizi athari za muda mrefu. Ndio. Hizi athari za muda mrefu za sumu, athari za sumu za muda mrefu ndizo athari ambazo, namna ambavyo unavyoendelea kuingiza sumu kwenye mwili wako, ndivyo ambavyo unatengeneza kitu kigeni kwenye mwili wako. Kwa hiyo ndio inaweza kapelekea matatizo mbalimbali kama ya saratani. Yes, inatengeneza ina result into gene mutation ambazo pia au inaweza tukatengeneza carcinogenic properties kwenye miili yetu. Na ndio maana unakuta ongezeko la saratani ni kubwa sana, na ukiangalia sababu unaambiwa lifestyle, the way tunaishi na vile tunakula, nini tunakula, lakini chanzo ukija kuangalia ni ile uliendelea kuingiza sumu kwa taratibu mpaka imeenda kugenerate cancer cells, inaanza kuspread kwenye mwili na mpaka inakuwa uncontrolled, ndio hivyo mtu anaenda kuishia kwenye kifo.